Alipoingia ardhi ya Santiago Bernabeu mwaka 2006, Marcelo Vieira kuingia tu kwenye klabu, aliingia kwenye simulizi nzito ya historia. Alibeba jina lisilobebeka kwa urahisi, mrithi wa Roberto Carlos. Ilikuwa kama kumkabidhi kijana mdogo funguo za hekalu takatifu. Huku macho ya dunia yakimtazama, Roberto Carlos hakuwa beki wa kushoto wa kawaida. Alikuwa radi, alikuwa kimbunga cha mwili na roho, mguu uliopiga mpira kama umeme. Kumfuata haikuwa changamoto, ilikuwa ni laana. Lakini ndani ya Marcelo kulikuwa na kitu kisichoonekana mara moja. Fabio Capello alikiona. Hakumwona kama kivuli cha Carlos, bali kama wimbo mpya wa Brazil uliopaswa kuchezwa kwa sauti yake mwenyewe. Ndio maana alimlinda, akamvuta karibu na kikosi cha kwanza, akampa muda badala ya hukumu. Na pale chumbani kwa kubadilisha nguo, Marcelo alikaa karibu na Roberto Carlos, akinyamaza, akitazama, akinyonya hekima kama mtoto anayejifunza kutembea pembeni ya bahari kuu. Kadri muda ulivyopita, Marcelo alianza kujitokeza kama sanaa inayoishi. Hakuwa askari wa mistari ya kimbinu, alikuwa mshairi wa nyasi. Miguu yake ilicheza mpira kama ala ya mziki, mara nyingine akipuuza sheria, lakini daima akifuata hisia. Alikimbilia mpira kwa moyo wote, wakati mwingine akisahau wajibu wa ulinzi, lakini ndani ya huo uzembe kulikuwa na uzuri, ndani ya machafuko kulikuwa na roho. Alikuwa hatari na mvuto kwa wakati mmoja. Chini ya Manuel Pellegrini, Marcelo alianza kuonekana kama siri iliyokuwa ikifunguka taratibu. Mashambulizi yake yalikuwa kama wimbi, yasiyotabirika lakini yenye uzuri wa asili. Ni wachache tu, akiwemo Kaka na Ronaldo, waliomzidi katika kunda nafasi. Mashabiki wakaanza kuelewa, huyu hakuwa mrithi, huyu alikuwa hadithi inayozaliwa. Hata Jose Mourinho alipomleta Contrao kama kivuli cha shaka, Marcelo aligeuza ushindani kuwa mwanga wa kujidhibitisha. Hakukimbia, alisimama. Na kisha ukaja usiku wa milele, fainali ya ligi ya mabingwa 2014. Bao lake dhidi ya Atletico de Madrid halikuwa bao la kawaida, lilikuwa muhuri wa hatma. Ilikuwa dakika ambayo Marcelo alitoka kuwa mchezaji anayependwa na mashabiki na kuingia kwenye milele wa klabu. Chini ya Zinedine Zidane alichanua kikamilifu, akawa zaidi ya beki, akawa kiungo cha mawazo, mshonaji wa mchezo, daraja kati ya ulinzi na mashambulizi. Aligusa mpira mara nyingi kuliko karibu kila mtu, akisaidia kujaza nafasi ambazo Ronaldo aliacha, akipaka rangi mchezo kwa akili na utulivu. Mwisho wa safari, swali la nani alikuwa bora lilionekana dogo mno. Marcelo hakuwahi kutamani kuwa Roberto Carlos wa pili, aliamua kuwa Marcelo wa kwanza, na katika uamuzi huo aliandika historia yake mwenyewe, historia ya tabasamu, ujasiri, ubunifu na mapenzi kwa mpira. Aliondoka akiwa ameacha harufu ya uzuri kwenye nyasi za Bernabeu, kumbukumbu zisizofutika na somo moja kuu: urithi wa kweli hauji kwa kuiga, unazaliwa kwa kuwa wewe mwenyewe. Mimi ni Agadias Ikoha.